Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla. Mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka. Kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahimu katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshaki na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki. Tumesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe katika kipindi chetu kizuri ambacho kinakufikia siku kama ya leo na muda kama huu. Kwenye kipindi hiki tunapata wasaa mzuri wa kusikiliza maneno ya Mungu, maneno ambayo yanakufundisha namna ya kuishi na kupambana katika ulimwengu wa leo na kutoka ukiwa mshindi kabisa kupitia neno la Mungu. Katika muda huu pia tutapata wasaa mwishoni mwa kipindi kuwa na muda mzuri wa maombi, ambapo utakuwa unawasilisha maombi yako kwa njia ya message, lakini pia kuna wale wengine ambao wanafuatilia kwa njia ya YouTube, utakuwa una comment pale kwenye sehemu ya kuchat, unaeleza maombi yako, na yote tunayahusisha katika maombi ya siku hii ya leo. Wakati kipindi kinaendelea, usipige simu. Wewe kazi yako ni kutuma tu ujumbe, na hii ni staili kama vile ile ambayo tunaitumia kwenye makanisa yetu tunapoweka box la maombi na watu wanaandika maombi yao mle ndani. Wale waombaji ambao wanaomba wakati wa maombi hawasomi yale maombi mle ndani, ila wanaamini ya kwamba Mungu amesoma moyo. Zile karatasi ni ishara tu ya moyo wa mtu. Vivyo hivyo na hizi message ni hivyo hivyo, ni ishara. Kwa hiyo basi mimi nitakuwa na simu hii wakati ule wa maombi, nitaomba kuombea watu wote ambao wametuma meseji zao.
Kwa huna haja ya kupiga simu, wewe tuma tu ujumbe wako. Namba yetu ya simu ni 0755 932 na 283. Narudia tena 0755 932 283. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukatuma maombi yako ukiwa na ushuhuda kwa kile ambacho Mungu amekutendea, ambao unatamani tuweze kuusoma hapa. Ule ushuhuda wako utautuma na sisi tutausoma hapa. Basi tuombe tunapoanza kipindi cha siku hii ya leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, mwenye mamlaka na mwenye uwezo, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye umempa neema ya kulisikia neno lako. Mimi ambaye ninaongea na wale ambao wanasikia na kutazama, tuunganishe kwa kitu kimoja, ili neno hili likalete manufaa na matokeo katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mtazamaji, nikumbushe ya kwamba tumekuwa na mfululizo wa vipindi vinavyoongelea swala la imani. Imani ni bidhaa muhimu sana, hasa nyakati za mwisho. Ni bidhaa ambayo kila ambaye atakuwa nayo hadi mwisho ndiye ambaye ataokolewa. Ukiangalia vitu vyote katika ufalme wa Mungu vinapatikana kwa imani. Ndio maana kwenye kipindi kilichopita, wakati tunapoanza mtiririko wa vipindi vyetu hivi, nimeelezea kwamba imani ni kama sarafu ya ufalme wa Mungu, ambayo ukiwa nayo unaweza ukanunua bidhaa yoyote katika ufalme wa Mungu ambao unahitaji. Waza bidhaa ambayo unahitaji katika ufalme wa Mungu, iwe ni uponyaji, iwe ni baraka za kiuchumi, iwe ni masuala ya ndoa, changamoto za kifamilia, mambo ya watoto. Zote hizo ni bidhaa ambazo zipo katika ufalme wa Mungu, lakini zinanunuliwa kupitia sarafu moja tu, inaitwa imani. Na hii ndio ambayo hata Yesu anapoongelea juu ya siku za mwisho anasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Kumbe kitu ambacho Yesu anakitafuta atakapokuja ni imani. Maana imani hii ndio ambayo itakufanya uweze kustahimili mikiki yote ya siku za mwisho, mikiki yote ya mpinga Kristo, mikiki yote ya alama ya mnyama, mikiki yote itaje kwa jina lake. Yote unaweza kuipita hii kama tu utakuwa na hii bidhaa inaitwa imani. Na hii ndio ambayo shetani anaiwinda. Akiweza kuichukua imani yako au kuidhoofisha, yeye hapo ndicho kitu anachokitafuta. Kwa hiyo utakapoona ameshambulia biashara yako, targeti ni imani yako. Ukiona ameshambulia ndoa yako, targeti ni imani yako. Ukimwona ameshambulia mtoto wako, targeti ni imani yako. Atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Ukiangalia kitabu cha Ufunuo kinapoelezea matukio ya siku za mwisho, moja wapo ya jambo kubwa ambayo atalitumia mpinga Kristo ili kuwatawala watu ni kuwakataza kuuza na kununua. Ina maana kwamba mfumo wa maisha utatawaliwa vizuri kabisa, mfumo wa maisha, kiasi kwamba hakuna kuuza wala hakuna kununua, isipokuwa uweze kupokea ile chapa ya yule mnyama au jina lake. Watakaoweza kuvumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Na ambaye anaweza kuvumilia ni yupi? Ni yule tu ambaye ana imani. Mtu ambaye anajua kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mungu akisema uishi, unaishi hata kama huna chakula. Mungu akisema ufanikiwe katika maisha yako, unafanikiwa hata kama huna pesa. Natamani kila mmoja aweze kulibeba hili na kujua kwamba imani ni kitu muhimu kuliko vitu vingine vyote. Atakapokuja mwana wa Adamu, ataikuta imani duniani? Hili ndilo swali la kujiuliza. Kwa imani hii, mashujaa wote ambao tunawafahamu katika Biblia, kwa kutumia hii imani, leo wanaitwa mashujaa. Kwa muda wako soma kitabu cha Waebrania sura ya 11, ambapo ndipo kuna definition ya imani. Kwenye kipindi kilichopita nilielezea vizuri kabisa, tukaangalia Biblia ile ya Kiswahili cha kisasa, tukaangalia Amplified Bible, kile kipindi cha mwanzo wakati tunaanza kabisa definition ya imani. Leo sitaiongelea humo, lakini katika sura 11 ya kitabu cha Waebrania unakuta kwamba ameelezea vizuri wale mashujaa wa imani na mambo yao yaliyotokea. Anasema walizima moto. Kwa hiyo ukiona Shadraka, Meshaki na Abednego wanaingia katika tanuru la moto na moto hauwaunguzi, ilikuwa ni imani.
Angalia mazungumzo yao ya kwanza wanapoongea na Nebukadneza. Wanamwambia Nebukadneza wazi kabisa, inapokuja hoja ya ibada kwa Mungu hatuna mjadala. Lakini wanajua kwamba Mungu anaweza akatenda tofauti na ulivyotarajia, na haina maana ya kwamba hajakujibu, ila amekujibu kwa usahihi zaidi kuliko macho yako yanavyoweza kuona. Itafakari hiyo vizuri. Ndio maana wanasema hivi, Mungu tunayemtumikia aweza kutuokoa, lakini hata kama hatatuokoa hatuwezi kuabudu Mungu mwingine. Kwa maana nyingine, wa jamaa walikuwa wanamjua Mungu vizuri, wanamwamini Mungu kwa ukweli wake, wanaamini Mungu ni mtendaji hata kama hajatenda kama walivyokuwa wanatarajia, lakini anabaki kuwa Mungu. Kwa sababu gani? Mungu ni mwaminifu na ni mkweli. Kwa ukimwona hajajibu kama ulivyotaka, sio kwamba amekugomea, ila ana kitu bora zaidi kuliko akili yako inavyoweza kufikiri. Mungu atusaidie tuweze kulimeza hili na likaweze kuleta matokeo katika maisha yetu. Hiki ndicho ambacho kila mtoto wa Mungu anapaswa kukielewa katika maisha. Hatumwamini Mungu na kumshangilia na kumsifia pale tu anapojibu kama tunavyotaka, ila tutamwamini Mungu, tutamshangilia na kumsifia hata kama pale ambapo amejibu tofauti na matarajio yangu, kwa sababu siku zote nia yake kwangu ni nzuri zaidi. Unamwambia daktari, nahitaji unipe kidonge. Daktari anakuambia kwa idadi ya bakteria walioko mwilini mwako inabidi utumie sindano, na wewe ni mwoga wa sindano, unabishana na daktari. Daktari anakuambia lazima upate sindano. Daktari anajua kuliko wewe, anajua aina ya wadudu walioko mwilini mwako kuliko wewe, na anajua hii dawa inafanya kazi kiasi gani. Wengi walipata madhara kwa sababu ya kubishana na kile ambacho mtaalamu anakisema. Vivyo hivyo, ukiona Mungu ametenda tofauti na ulivyokuwa umetarajia, wala usiwe na wasiwasi. Mungu atabaki kuwa Mungu siku zote. Haleluya! Hauwezi nafasi yake kuchukuliwa na mwingine. Kwa imani hiyo, moto ulizimwa. Kuna saa Mungu hatazuia moto usitengenezwe kwa ajili yako. Kuna wakati Mungu hatazuia usifukuzwe kazi, ataruhusu ufukuzwe kazi, lakini atahakikisha unaishi vizuri. Kwa kuna mtu mwingine amemwomba Mungu, nisifukuzwe kazi, mpaka anaona na barua kufukuzwa kazi iko mezani. Anajiuliza, hivi Mungu amejibuje? Kumbe Mungu yeye ameamua ya kwamba ataruhusu wakuchongee kama Daniel, na kesi ipitishwe na uingizwe kwenye tundu la simba, ila simba wasikung'ate wala kukutafuna. Huyu ndiye Mungu tuliye naye. Imani ina umuhimu mkubwa sana. Fikiria upo katika msitu kubwa sana wenye baridi kali, na moto mdogo ndio unaotegemea peke yake kwa ajili ya kusaidia kupata mwanga, ili wanyama wakali wengine wakiona ule mwanga wa moto waogope, lakini pia upate joto na usalama. Kwa kadri unavyoendelea kuwa pale, unakuja kugundua kwamba ule moto unaendelea kupungua, moto unaendelea kupungua, moto unaendelea kupungua. Kuna kazi moja tu unatakiwa ufanye, ni aidha kutafuta kuni ili uweze kuongeza ule moto, au ukatafute mafuta ili uweze kumimina ule moto uendelee kuwaka. Kwa sababu utakapouacha ule moto uzimike, hapo ndipo itakuwa mwisho wa usalama wako. Usipokufa kwa sababu ya baridi, utakufa kwa sababu ya maadui, wanyama wakali ambao wanaona kwamba wewe ni kitoweo. Sasa lazima ufanye kazi kubwa ya kufanya moto uendelee kuwaka. Hivyo ndivyo imani yetu ilivyo. Wakristo walio wengi sana wana kauli hii ambao wanasema kabisa, nilikuwa na imani yenye nguvu wakati fulani, lakini swali leo hii iko wapi? Hata wanafunzi wa Yesu, kuna wakati Yesu aliuliza, iko wapi imani yenu? Wakati walipokuwa wanaenda katika ile nchi ya Wagerasi, walikuwa wako na Yesu katika boti, pakatokea upepo mkali sana. Yesu alijua tayari ameshawafundisha imani, ndio maana amelala kule ametulia, akijua kwamba chochote kitakachotokea wanayo tayari sarafu ya kununua. Watanunua uponyaji, watazuia upepo. Lakini upepo ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba walienda kumwamsha Yesu, Yesu tunaangamia. Yesu akauliza, iko wapi imani yenu? Ni sawa na wewe umempa mtoto wako shilingi 10,000 na umelala usingizi, umetulia, anakuamsha anakuambia, baba amka, nahitaji kununua ndizi. Unamuuliza, iko wapi ile 10,000 niliyokupa?
Hivi ndivyo katika maisha yetu ya kiroho tulivyo. Yako maeneo ambayo Mungu anatarajia tutumie imani aliyotupatia. Wako watu katika maisha yao ya kiroho wanamsubiria Mungu afanye jambo, wakati Mungu anawasubiria wao watumie imani aliyowapa. Hapa panakuwa na mgongano wa kimaslahi. Wewe unamlaumu Mungu ya kwamba Mungu hujanitendea. Mungu naye anasema nimekupa kila kitu, kwani hutumii nilichokupa? Ndiyo sababu nahitaji kila mmoja ambaye anatazama imani yake iweze kuamka, imani yake yeye ianze kufanya kazi tena, maana shetani anachokitafuta katika maisha yako ni akupokonye imani yako. Kitabu cha Luka sura ile ya 22 fungu la 31 mpaka 34, ninasoma Kiswahili cha kisasa. Kabla ya kusoma, zingatia mambo haya. Shetani analenga kudhoofisha imani yetu. Hiyo ndiyo target yake. Kumbuka nimekuambia kwamba chochote ambacho atakuletea wewe, lengo ni adhoofishe imani, maana anajua akikupokonya imani amekupokonya kila kitu. Hebu tuangalie hili fungu. Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema, Simoni, Simoni, sikiliza, shetani alitaka kuwapepeta nyinyi kama mtu anavyopepeta ngano, lakini mimi nimekuombea ili imani yako isipungue, nawe utakaponirudia watie moyo ndugu zako. Naye Petro akamjibu, Bwana, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na hata kufa. Yesu akamjibu, nakuambia wewe Petro, kabla jogoo hajawika leo utakuwa umenikana mara 3. Kuna vitu vya msingi vya kutazama. Yesu anaona mbele, Petro haoni mbele. Ndiyo sababu siku zote ninawaambieni watoto wa Mungu, mtumaini Mungu hata kama anakuingiza vichakani. Maana wewe unaona ni vichaka, lakini kwake ni silaha za kumzuia adui asiwafuatilie. Acha Mungu akuongoze vile anavyotaka yeye. Sasa anaona mbele, anamwambia Petro, Simoni, Simoni, sikiliza. Angalia vizuri hapa, hajamwambia Petro, hajatumia jina Petro, ametumia jina Simoni. Unapomwona Yesu anaongea, lazima uangalie sentensi zake na matumizi ya majina. Sehemu nyingine anamwambia wewe ni Petro, lakini hapa anamtumia neno Simon. Hata mimi nikikatiza mtaani, kuna majina nikisikia mtu ananiita, najua huyu mtu ananifahamu ukubwani. Lakini kuna majina ambayo nikisikia mtu akiniita, najua huyu ananijua tangu utoto. Kwa hiyo kila mmoja ana majina yake, ukiyasikia unajua kabisa huyu ananifahamu utotoni. Kila mmoja ana majina ambayo unasikia tunajua huyu ananifahamu tangu utoto huyu. Unapomsikia Yesu anapotaja Simoni, Simoni, sikiliza. Anaongea sio sehemu ya jiwe. Unajua Petro jiwe, Petro maana yake ni jiwe, Petra ni jiwe. Haongei sehemu ya uimara wake kama jiwe. Anaongea sehemu ya udhaifu wake kama Simoni. Anahitaji kumwambia Simoni, kuna kitu ukioni la mimi nakiona, na kupa tahadhari mapema. Kuna mpango mkakati ambao shetani ameuweka ili awapepete ninyi kama ngano. Ngano inayopepetwa inarukaruka. Sikiliza unayenitazama, shetani ana mkakati wa kukupepeta wewe kama ngano. Na anakupepetaje? Anakuletea changamoto, anakuletea mgogoro wa mume wako, anakuletea mgogoro wa mkwe wako, anakuletea mgogoro wa mashemeji, mgogoro wa mawifi, anakuletea mgogoro wa mke, mgogoro wa mume. Ukiona mke amekuwa ni mchungu ndani ya nyumba, anakupa msongo, stress, ndiyo mpepeto wenyewe. Shetani ameamua kumtumia yeye akupepete. Lazima ushtuke. Hii kitu sio cha kawaida. Ukiona ametumia watoto, ni mpango wa shetani. Anatumia jirani, anaweza akatumia mfanyakazi mwenzako pale kazini, anaweza akatumia biashara yako, anaweza akatumia chochote. Yesu anasema kabla hajafanya hayo mambo kwako, mimi niliona kabla. Ndio maana anasema rudi kwa Kristo, mwambie mambo yako, maana yeye aliona kabla. Lengo lake ni hilo tu. Anasema Simoni, shetani anataka kuwapepeta nyinyi kama ngano, kama mtu anavyopepeta ngano, lakini mimi nimekuombea wewe ili imani yako isipungue. Stop hapo kidogo. Kumbe vitu vinavyosababisha imani ipungue kiwango ni changamoto za maisha. Ndio maana Yesu akasema, angalieni msije mkalemewa na masumbufu ya dunia hii, kiasi kwamba ile siku ikawajia ghafla. Piga picha juu ya mtu ambaye alikuwa ni mzima na nguvu zake.
anafanya kazi, anaingiza fedha. Leo ni mgonjwa wa kitandani miaka 15. Nini kinadhoofika hapa? Ni imani yake. Ameomba, ameombewa, amefanya ibada kwa kadri anavyojua, hata kutoa sadaka, lakini shida iko pale pale. Huyu mtu wa namna hii, huyu kama hata dumu katika imani inaingia katika mashaka. Unajua, kwa hii huduma yangu ambayo nakutana na watu wengi, nimejifunza mambo yafuatayo. Sitaki kuwa mhukumu wa mtu na kumwambia mtu kwa nini ulifanya hivi. Kazi yangu ni kumsaidia na kumwonyesha njia sahihi, maana huwezi kujua mtu alipitia nini hadi akafanya hicho kitu alichokifanya. Na usije ukajidai kwamba wewe uko sawasawa sana, maana huenda ungepitia jaribu kama la kwake, ungeenda hatua nyingi zaidi kuliko. Wanakuja watu ninaongea nao, mtu anaadmiti kabisa, nakwambia nimeenda kwa mganga, nimefanya ABCD, nina mambo haya na haya na haya. Kazi yangu sio kumlaumu. Mbona ulimwacha Mungu ukaenda kwa waganga, ukaenda kupiga ramli, ukachanjwa chale, ukachimbia nyumba yako mazindiko? Kazi yangu sio kumlaumu, maana jaribu lake sio jaribu langu. Mimi siwezi kujaribiwa kwa upande wa uganga, maana shetani anajua kabisa hapo hanipati. Kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, kila mmoja ana area yake. Huyu mtu amekuja kwa Kristo Yesu. Kazi yangu ni kumwonyesha Yesu, kazi yangu ni kumwonyesha tumaini. Siwezi kuwa upande wa shetani na kuanza kuwa mhukumu. Tena nisitumie neno mhukumu, mshitaki, maana mhukumu ni Mungu. Kazi yangu sio kazi kumshtaki na kumlaumu, hapana. Ndio maana hata wakati mwingine nikiongea na viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, baadhi ya wachungaji wanawaambia, ukiona muumini amekuja ana changamoto yoyote, kazi yako ni moja tu, ni kumwonyesha msalaba wa Kalvari aishi. Sio kazi yako kumlaumu, mbona ulifanya hivi, kwa nini ulienda. Ameshajua makosa, ndio maana amekuja natafuta msaada. Alipitia wakati wa pepeto. Wakati huu kuna watu imani zao zinakaushwa kabisa. Usiendelee kumkausha, muonyeshe Kristo Yesu aishi. Mtazame Yesu ukaishi. Kuna kitu kizuri nimekiona kwenye hili andiko, anasema nimekuombea ili imani yako isipungue. Rafiki yangu unanitazama leo, mimi sijui ya kwamba unapitia kitu gani katika maisha yako, lakini kitendo cha wewe kuweza kutazama kipindi cha leo siyo bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yako, na leo Mungu ana makusudi ya kwamba wewe uweze kuokolewa. Mungu ana makusudi ya kwamba wewe imani yako isitindike. Mimi sijui ulioyapitia na wala sijui yaliyoko mbele, ila Mungu anayajua. Nami nataka nikuambie leo, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akushikilie, imani yako isitindike, imani yako isipungue, imani yako isirudi nyuma. Ndio umepoteza mali nyingi, ndio umepoteza watoto, ndio wanakuita mgumba kwa sababu huna watoto. Nataka nikuambie, huyu Mungu tunayemtumikia alimsaidia Sara akapata watoto, alimsaidia Hana akapata watoto. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia, anakwenda kuzalisha kitu kipya katika maisha yako. Usimwache Mungu hata kama unapitia ugumu kiasi gani. Shikilia hapo, wokovu u mlangoni. Nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Kwenye kitabu kinaitwa Prayer, ukurasa wa 53 paragrafu ya 4, na cha Evangelism ukurasa wa 489, kuna maneno yafuatayo napenda kuyanukuu. Yasikilize kwa makini sana. Mwandishi anasema, ninaogopa kwamba hakuna ile imani inayohitajika ipasavyo. Je, hatupaswi kujizatiti dhidi ya kuvunjika moyo na majaribu yanayotaka kutukatisha tamaa? Nirudie tena hii sentensi. Ninaogopa kwamba hakuna ile imani inayohitajika ipasavyo. Je, hatupaswi kujizatiti dhidi ya kuvunjika moyo na majaribu yanayotaka kutukatisha tamaa? Question mark. Mungu ni mwenye rehema, na kwa furaha ya kweli ambayo husafisha, huinua na kuimarisha maisha, tunaweza kufanya kazi yenye msingi imara kwa ajili ya Mungu. Maombi na imani yatafanya mambo ya ajabu. Neno lazima liwe silaha yetu ya vita. Miujiza inaweza kufanyika kupitia neno, maana linatufaa kwa mambo yote.
yote. Haleluya! Hivi ulikuwa unajua hiki kitu hiki? Hii sentensi ya mwisho ni muhimu sana kwako. Maombi na imani yatafanya mambo ya ajabu. Mara ya kwanza kabisa amesema ninaogopa kwamba hakuna ile imani inayohitajika ipasavyo. Maombi na imani yatafanya mambo ya ajabu. Neno lazima liwe silaha yetu ya vita. Miujiza inaweza kufanyika kupitia neno, maana linatufaa kwa mambo yote. Ninapokea shuhuda za ajabu za matendo makuu ambayo Mungu anayafanya, ya ajabu sana, ya ajabu sana. Mengine hata yakisimuliwa unaweza ukasema ni kwa sababu tu sisi, kwa mujibu wa imani ambayo mimi ninayo, sio kila vitu tunavidisplay na kuonyesha, maana tunahitaji watu wa focus kwa Mungu zaidi, sio kwa miujiza. Wafocus kwa mtenda miujiza kuliko matendo ya miujiza. Lakini kuna vitu tunapokea, kuna meseji za ajabu tunapokea hapa. Baadhi nitasoma siku hii ya leo, utasikia kile ambacho Mungu ametenda. Nitasoma tu shuhuda mmoja leo. Ndio maana nahitaji ya kwamba hata unanitazama leo wakati somo linaendelea, kuna mtu anafunguliwa hivi tunavyoongea. Mungu anafungua maisha yako. Mungu anafungua ugonjwa wako. Kuna mtu hivi tunavyoongea, maumivu yanapotea hata kabla tujaomba. Unapoamini hiki ambacho kinatendeka sasa hivi hapa, kinatendeka halisi katika maisha yako. Yako masomo ambayo yapo kwenye YouTube nilihubiri miaka karibia 15 iliyopita, lakini mtu anasikiliza leo, anatazama leo na anapona. Neno la Mungu halina umbali wala halina miaka. Ndio maana wewe ambaye unatazama kipindi cha leo, amini ya kwamba hivi tulivyo, Mungu yuko hapa. Nikisema hapa simaanishi hapa ninapohubiria, namaanisha hapo unaponisikiliza sasa hivi hapa. Unanitazama ukiwa kwenye chumba chako, unanitazama ukiwa kwenye daladala, unanisikiliza kwenye redio uko mahala fulani. Mungu yuko hapa. Yaani mimi ni mtumishi wake tu, ni chombo katika mkono wake. Mungu ananitumia anavyopenda, sihusiki chochote, ni yeye ndiye anayenitumia anavyopenda. Kwa hiyo hivi usione kama vile mimi niko mbali na wewe. Mimi niko na wewe hapa katika nchi ambayo Mungu ameikusudia. Lakini hata kama hunioni kwa macho, Mungu yupo ambaye ndiye mkuu kuliko mimi. Anatenda kazi na anatenda sasa hivi. Kuna kitu kinatokea hapa. Nasubiria tu shuhuda wako, uandike hapo kwenye comment kwa kile ambacho tayari Mungu anakufanyia sasa hivi. Yesu alijua kwamba Petro atajaribiwa sana, na Yesu anajua kabisa kwamba wewe utajaribiwa sana. Ndio maana katika kila jaribu Mungu anaweka mlango wa kutokea. Kila jaribu Mungu anaweka mlango wa kutokea. Sasa sikiliza nikwambie, ikiwa hata Petro, mmoja wa mitume wa karibu wa Yesu, alijaribiwa kuanguka katika hofu na kukanusha imani yake, basi hakuna anayesimama kwa nguvu zake mwenyewe. Petro ndio wale watu ambao walikuwa karibu na Yesu, lakini bado kuna wakati ulifika alimkana, akasema mimi simjui mtu huyu, simjui. Sembuse wewe. Alafu eti umekata tamaa sana, mimi naona nimeshindwa, maana imani yangu inakuwa ni on and off, inapanda na kushuka. Leo nimekuja kukuambia habari hii. Hata kama imani yako imepanda na kushuka, lipo tumaini. Mungu anahitaji akupe nguvu upya. Usikate tamaa, badilisha mtazamo. Mungu atusaidie sana. Ikiwa imani yako unaisikia kama inapungua, lazima tuangalie wapi pa kuipata. Kila kitu kina chanzo chake. Uliipataje ikawa na nguvu wakati ule? Na sasa utaipataje ili uweze kuwa na nguvu? Simu yako inapokuwa na 15% ya betri, ni kitu gani unafanya? Unatafuta sehemu yenye umeme, unachukua chaja yako, unaiconnect simu yako kwenye umeme, betri inajaa tena. Ndivyo ilivyo kwa imani. Kuna sehemu ya kuconnect tena. Una connect namna gani? Warumi sura ya 10 fungu la 17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kuna vitu vya muhimu uvibebe hapo ili imani yako ipate nguvu. Lazima ujue ilitokana na kusikia. Na ulisikia nini? Ulisikia neno la Kristo. Ulipolisikia neno la Kristo, nguvu ikaanza ndani yako. Ni kama unavyonisikiliza sasa hivi, kuna nguvu inaanza ndani yako, kuna nguvu inaingia ndani yako. Unaanza kusikia tofauti, unaanza kusikia imani yako inaanza kujaa sasa hivi. Unavyonisikiliza tu, unaanza kusikia kuna kitu kipya kinafanyika, kipya kabisa.
Na wale ambao tayari umeanza kusikia nguvu mpya, hebu comment hapo kwenye YouTube. Wale ambao wanafuatilia kwenye YouTube, comment tu hapo, ueleze jinsi unavyojisikia sasa hivi. Kuna kitu kipya kinaanza. Imani huja kwa njia ya kusikia, na kusikia neno la Kristo. Sasa uchunge mambo haya, ni kusikia neno la Kristo, sio kusikia maneno yako, sio kusikia maneno ya mtu, sio kusikia maneno ya bosi wako, sio kusikia maneno ya mke wako, sio kusikia maneno ya mume wako, ni kusikia neno la Mungu. Mungu aweza kumtumia mume, aweza kumtumia mke, aweza kumtumia mchungaji, aweza kumtumia mwinjilisti, aweza kumtumia mwalimu, lakini lazima lile neno liwe ni la Mungu. Yule mwalimu au mchungaji awe ni chombo tu. Neno la Kristo. Ikiwa imani huja kwa kusikia, basi hofu, mashaka na mawazo hasi pia huja kwa kusikia. Kwa hiyo unabadilisha, inatakiwa tu ubadilishe bendi yako. Kwa wale ambao mnasikiliza kwenye redio, unaposikiliza AWR unasikia neno la matumaini. Unapofungua redio nyingine unasikiliza nini? Na shetani anahakikisha anatupenyezea maneno ya hofu ili imani yetu iweze kutikiswa. Angalia wakati wa COVID, watu walivyokuwa na hofu kubwa, ilishika dunia. Hofu ilitumika. Sio kwamba ugonjwa haukuwepo, lakini mimi siamini ya kwamba watu wote waliokufa walikufa kwa sababu ya ugonjwa. Mimi sio daktari, lakini kuna vitu vingine tu navitazama hivi. Kuna watu walikufa kwa hofu. Kuna watu walikufa kwa sababu ya dawa zilizotumika kudhibiti ugonjwa. Tunapopewa taarifa ya watu waliokufa, je, inafanyika analysis ya kutenganisha nani ambaye kweli ugonjwa ndio ulimaliza, nani alikufa kama matokeo ya dawa, nani alikufa kwa sababu tu ya hofu? Hivi tu hatuwezi kuvijua. Siku hizi taarifa haiwezi kuwa taarifa mpaka iwe imejaa vitu vya kutisha. Hapo ndipo inakuwa taarifa. Chunguza sana, habari njema haisambai, ila habari mbaya ndio inasambaa sana. Na bahati mbaya sasa hivi tuna vitu kinaitwa AI, hizo artificial intelligence, ambao unaweza ukamwona Rais Trump kabisa yuko beach, na ukaona kama ni kitu halisi kabisa, wakati hata hajakanyaga hiyo beach ya Coco Beach Dar es Salaam, lakini AI inatengeneza. Kwa hiyo tuko kwenye kizazi ambacho watu wenye akili ya kutafakari kwa kina peke yake ndio ambao watapambanua mambo na kuyajua, na hapa ndipo imani pia inahitajika. Imani chanzo chake ni kusikia, lakini swali kwamba unasikia kitu gani? Neno la Mungu linafanya imani itende kazi, kwa kuwa linahuisha. Kama vile betri nzuri kwenye simu inasaidia ile simu iweze kufanya kazi, ndivyo ilivyo neno la Mungu, linaongeza nguvu katika maisha. Jilishe neno la Mungu. Kuwa na mazoea ya kusoma Biblia. Kuwa na mazoea ya kusikiliza maneno ya Mungu yanayotia moyo, kukufanya usonge mbele. Maneno ambayo yanakupa tumaini la kushinda dhambi, lakini sio kukulaumu na kukuachia hapo. Usilale bila kusoma neno. Usilale bila kusikiliza angalau dakika 5 au 10 za neno la matumaini. Ni vizuri ukashikwa na usingizi wakati unamshukuru Mungu kuliko ushikwe na usingizi wakati unamlaumu Mungu. Jinsi unavyoenda kulala, unavyoshikwa na usingizi wakati unapoenda kulala, kile unachokitafakari ndicho kinaingia kwenye subconscious yako, na mambo yote yanatendeka usiku ukiwa umelala kwenye subconscious yako, na matokeo yake unakuja kuyaona yakijitokeza katika ulimwengu halisi kesho yake. Chunga sana wakati unapolala unatafakari. Jilishe neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu. Siku hizi kuna Biblia mpaka audio unaweza ukasikiliza. Kama kusoma uwezi, sikiliza pia. Vitabu viko kila mahali. Jipatie muda wa kusoma angalau kidogo. Kitabu kile cha Yohana sura ya 15 fungu la 7 kuna maneno haya. Yohana 15 fungu la 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Unajua tunapenda haka kapati ka mwisho sana. Kila mmoja anakapenda hako. Ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ila tunaacha hii sehemu ya kwanza. Ninyi mkikaa ndani yangu. Kitu cha kwanza, kaa ndani ya Kristo. Kukaa ndani ya Kristo maana yake ni nini? Anaposema kaeni ndani yangu, ni kuamini ya kwamba kupitia Yesu Kristo
kifo chake pale msalabani, wewe ndiye ulikuwa ndani yake, ukafa pale msalabani, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo alipokufa pale msalabani Yesu, ni mimi David Mbaga nilikufa nikiwa ndani yake, na alipofufuka siku ya tatu, ni mimi nilifufuka pamoja na yeye. Ndio maana kwenye Warumi Paulo anasema kwamba basi mlizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, mkafufuka katika utu upya. Kwa hiyo mimi sina adhabu tena ya dhambi, kwa kuwa Kristo Yesu amelipa ile adhabu, na alilipa mimi nikiwa ndani yake. Mama mjamzito anapopanda kwenye basi analipa nauli mbili? Hapana. Mama mjamzito anapopanda kwenye ndege anachajiwa mara mbili? Hapana. Kwa nini hachajiwi mara mbili? Ni kwa sababu mama amelipa na amemlipia mtoto. Yesu alipolipa deni la dhambi pale msalabani, alilipa kwa ajili yangu mimi niliyekuwa ndani yake. Mimi niliyekuwa ndani yake amelipa kwa ajili yako. Kwa hiyo kaa ndani ya Kristo Yesu, kuwa na ujasiri wote ya kwamba chochote kilichofanyika msalabani kilitendeka kwa ajili yako. Laana zimefutwa, iwe ni za ukoo, iwe ni mtu aliyekulaani, zote zimefutwa kwa jina la Yesu Kristo. Uko huru. Ukishaamini hili sasa, cha pili ni nini? Anasema maneno yangu yakae ndani yenu. Jilishe neno la Mungu. Ukiwa ndani ya Kristo na maneno ya Kristo yakiwa ndani yako, ndipo utakapokitamka kinakwenda kuwepo. Ndipo anasema ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwa hiyo lazima hivi vitu viwili vizingatiwe. Uwe ndani ya Kristo ili kila aina ya laana ya kuvunja torati, laana ya mababu, mikosi yote iishe. Pokea wokovu kwanza, ndio maana yake rahisi hiyo. Namba mbili, jilishe neno la Mungu, ndio linakuwa kwenye sehemu yako ya maisha yako. Neno linapokuwa ndani yako, ndipo utakachokitamka kinatokea. Watu wanajiuliza kwa nini kuna watu wakiomba wanajibiwa haraka. Ishu sio kwamba Mungu ana upendeleo. Ishu ni kwamba mtu huyu anajua namna ya kuactivate lile neno liweze kuwa halisi katika maisha. Binti moja ambaye anaitwa Sara alikumbwa na tatizo. Sara alikuwa ana kazi nzuri ambayo ndio alikuwa anaitegemea kwa ajili ya maisha yake ya kila siku. Sara ni mzazi anayelea peke yake, single parent. Ana watoto wake wanamzunguka, ndio wanamtegemea kwa kila kitu. Ghafla Sara akasimamishwa kazi. Ndugu, jamaa na marafiki waliomjua walimhurumia sana. Wafanyakazi wenzake pale kazini, wakati Sara anaondoka, walimtazama kwa huzuni. Zile huzuni za wafanyakazi na macho ya watu wa karibu waliokuwa wanamtazama wakimhurumia ziliongeza huzuni ya Sara, akijiona hana tumaini. Maisha yake yalikuwa ni magumu, watoto anamtegemea, ada ilipwe, hana cha kufanya. Yeye ni mzazi peke yake anayelea peke yake, hana mume, watoto ni kadhaa wako hapo nyumbani. Sara alimlilia Mungu. Ndipo siku moja Sara akakumbuka maneno haya: imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Sara akaangukia kwenye fungu la Wafilipi sura ya 4 fungu la 19 wakati akiwa na msongo wa mawazo. Hili ndilo fungu ambalo alilisoma. Hebu tuliangalie pamoja leo. Basi Mungu wangu kwa utajiri wake mkuu kwa njia ya Kristo atawapeni mahitaji yenu yote. Sara akaliamini hili neno. Hili neno ni kubwa. Hata wewe unanitazama utakuja kuelewa majibu ya Yesu alipokuwa pale jangwani, alipojaribiwa. Shetani alipomwambia ya kwamba badili mawe yawe mkate ule, Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mungu akisema neno linakuwa halisi. Aliposema nchi na itoe wanyama kwa aina zake, walitoka. Aliposema maji na yajawe na kila aina ya viumbe kwa aina zake, walitokea. Aliposema anga na lijawe na ndege, ilitokea. Mungu akisema na uishi, unaishi. Ndio maana alipoenda kumfufua Lazaro, Yesu Kristo akiwa yuko pale, alimwita Lazaro, njoo huku nje. Hakusema wewe uliyekufa. Angesema wewe uliyekufa, angefufuka wote ambao walikuwa wamekufa, maana neno la Mungu li hai, linafanya vitu
kitu halisi. Jilishe neno. Sara alipoona basi Mungu wangu kwa utajiri wake mkuu, ndio Mungu ni tajiri mkuu, dunia na vyote vijazavyo ni mali yake, anamiliki kila kitu, dhahabu, watu unaowajua. Ukiona mtu amekuja kukusaidia, ni Mungu alimwagiza. Mshukuru yule mtu, maana ni vizuri kumshukuru, ndivyo inavyotakiwa. Appreciate alichokifanya. Lakini yule mtu akiondoka, nenda kamshukuru Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye aliyemtuma yule mtu. Huyu mtu unamshukuru pia kwa sababu amekubali kutumiwa, na yeye ana baraka zake. Hili nimejifunza katika maisha yangu. Watu wote ambao walikuja kunisaidia mimi kwa jambo lolote, iwe ni kununua vifaa kwa ajili ya television, iwe ni kulipa airtime, iwe ni kununua vifaa kwa ajili ya studio iweze kupendeza, nilipoona mtu kama huyu amekuja, nilijua alitumwa na Mungu. Elewa hili, Mungu atamleta mtu akusaidia. Ikiwa kuna mtu alikuahidi na akapotea, usimlalamikie yule mtu. Kuna watu Mungu atawaondoa kwenye maisha yako, wasikusaidie kupata kazi, wasikusaidie kupata mtaji, wasikusaidie kwa lolote lile. Acha wale watu waondoke, maana hawakutumwa na Mungu. Aliyetumwa na Mungu huyu atakuja na jambo litatokeza tu. Acha kulalamika, endelea kumtumaini Mungu. Ndipo Sara akaona basi Mungu wangu kwa utajiri wake mkuu kwa njia ya Kristo atawapeni mahitaji yenu yote. Anasema ni Mungu ni tajiri na kila kitu, na atatupatia mahitaji yetu, lakini kwa njia ya Kristo. Ndio maana tunaomba kwa jina la Yesu. Ina maana jinsi Mungu anavyomuona Kristo ndivyo anavyoniona mimi, maana mimi niko ndani ya Kristo Yesu. Mungu ananitazama katika sura ya Kristo Yesu. Ninajua una dhambi unanitazama, ninajua una hatia, lakini hebu leo badilisha mtazamo. Usione kwamba Mungu anakuona kwa machafu yako, ila Mungu anakuona kwa vazi la haki ya Kristo ambalo Kristo amekuvalisha. Kwa njia ya Kristo Mungu anawapeni kila mahitaji. Mungu anafanyaje? Nataka kukumbuke vizuri, wakati Yesu yuko duniani, akaja mtu mmoja ambaye ni mtoza kodi, na akaja Petro akamwambia wale watoza nusu shekeli wamekuja. Yesu alikuwa hana chochote, na Mungu wangu kwa utajiri wake mkuu kwa njia ya Kristo. Tuone alimfanyia nini Kristo. Akamwambia Petro, nenda ukavue samaki. Akaenda akavua, akatoa kodi ya kwake na ya Petro. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Huenda unanitazama, ulifukuzwa kazi, una muda mrefu huna kazi, lakini unakula, unalala, unaishi. Japo wewe unaona hayo maisha kama ni shida, ni mtazamo wako, lakini ujue kwamba Mungu ana control maisha yako. Kuna mtu unanitazama kwa sababu ya ugumu wa uchumi, uliwatoa watoto wako katika shule nzuri ukawapeleka shule za kawaida, wala usilaumu. Nataka uangalie viongozi wakubwa wa serikali waliopo sasa hivi wanaoongoza nchi, taifa la Tanzania na nchi nyingine. Nenda ukaangalie shule walizosoma. Walisoma shule za kawaida. Kwa hiyo usilalamike. Tatizo ni mtazamo wako, ila Mungu ana makusudi mazuri na mtoto wako. Kabisa. Mimi mwenyewe ninayeongea na wewe, nimesoma shule ambayo ni ya kawaida. Tulikuwa tunaenda shule na tulikuwa hatujavaa viatu. Hizi ndala ambazo mnatumia kwenda kuogea, si tulikuwa tunavaa za hizo unaenda shule nazo hizo. Nilibahatika nikawa na viatu, maana baba yangu ni fundi viatu, kwa hiyo nikawa na viatu na mimi navaa viatu, lakini baadaye vilikuja kutoboka huku pembeni, lakini at least nina viatu. Na mimi ni kura tu liniangukia kwa sababu nimezaliwa na mzazi mshona viatu. Madawati yetu mnajua tulioyasomea yale madawati vizuri kabisa. Hoja sio aina ya shule mtoto wako atakayosoma. Hoja ni kwamba Mungu amemuita awe nani katika hii dunia. Mungu atusaidie sana. Imani inapungua, lakini imani inapungua pale unapotazama kwa jicho la nyama. Ukibadilisha tu jicho, ukaanza kutumia jicho la nyama hili kuona mambo, imani lazima ipungue. Maana jicho hili la damu na nyama litaona ugumba katika tumbo lako. Jicho la damu na nyama litaona mtaji hakuna, wakati Mungu alitumia fimbo tu ya Musa kufanya maajabu. Jicho la damu na nyama litaona uvimbe, lakini jicho la rohoni linaona kitu ambacho hakipo kana kwamba kipo. Waebrania 11 fungu la 3.
Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikutokana na vitu vinavyoonekana. Kwa ukiona kitu kimeonekana ni kwa sababu kilionekana kwenye roho kabla hakijaonekana kwenye mwili. Ukiona uponyaji umekamilika ni kwa sababu ulionekana katika roho ukiwa tayari umepona kabla haujajidhihirisha katika mwili. Imani yako inakosa nguvu pale unapohama na kutumia jicho la damu na nyama. Swali liko hili: je, tunalisikia neno la Mungu na kuliamini? Au je, tunasikia neno la Mungu lakini hatuliamini? Unatambua Mungu amekuahidi nini? Kwenye kitabu changu kipya cha ahadi za Mungu kwangu, nimeeleza namna ambavyo unaweza kudai ahadi moja moja kulingana na mazingira uliopo na utumie nini kuactivate hicho kitu ili kiweze kutokea. Zipo ahadi nyingi sana, zipo. Unajua Sara baada ya kuitumia ile ahadi ambayo iko pale kwenye kitabu cha Wafilipi 4, baada ya muda Sara akapata kazi mpya na maisha yake yakaenda vizuri kabisa kuliko hata pale mwanzo. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Unaposikia neno, liingize kwenye vitendo. Sara alianza kushangilia na kufurahi kabla hajaona kazi, akimshukuru Mungu amempa kazi mpya wakati hata kazi hajaipata. Mathayo 7:26 Biblia inasema, basi kila asikiaye maneno yangu haya na asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Kumbe mtu ambaye anasikia maneno ya Mungu na kuyaingiza kwenye vitendo, imani yake inakuwa imara. Dhoruba zinapokuja, upepo unapovuma, nyumba yake haiwezi kutetereka, maana yuko pale pale. Hey, sikiliza hapa. Hajasema dhoruba haitakuja, hajasema mvua haitakuja, hajasema mafuriko hayatakuja. Usije ukachanganya mafaili hapa. Mungu hajaahidi haya, ila ameahidi nyumba yako haitatetereka, maana imejengwa juu ya mwamba. Kwa unapoona changamoto zinakuja za maisha, haina maana Mungu amekuacha. Unapoona changamoto za maisha zinakuja kwenye maisha yako, unapoona migogoro imeibuka, haina maana Mungu amekuacha, ila ndio wakati wa kutumia imani kudhibiti mikiki ambayo imekuja. Mungu na akutoe katika mkiki unaopitia leo kwa jina la Yesu. Kuna tofauti kati ya kusikia na kuamini kwa matendo. Tofauti kubwa sana. Kusikia tu neno maana yake ni nini? Kusikia tu kunaweza kumaanisha kuwa mtu anajua ahadi za Mungu lakini hana uhakika nazo. Ili ahadi ya Mungu iweze kuwa halisi kwako, lazima uione kuwa ni ya kwako wewe. Kwa kuanzia leo unaposoma ahadi ya Mungu yoyote, sema hii ni ya kwangu. Amini ya kwamba ni ya kwako. Ni ya kwangu mimi. Ahadi hii ni ya kwangu mimi. Kuna sehemu unafanya biashara hupati faida, zinapotea. Ipo ahadi kwa ajili ya jambo hilo. Biblia inasema hatatokea mnyama atakaye haribu mimba kwenu. Ipo hiyo ahadi. Hii ni nini? Hii ni wale watu ambao unafanya dili zina abort. Unafanya mkakati wa kibiashara, kabla haujafikia ile dili kamilike, umepotea. Unaahidiwa jambo, kabla halijakamilika, chapu wale watu wanapotea. Unatakiwa uingie kwenye Biblia, kwenye Torati, uangalie ile ahadi ambayo inasema ya kwamba hatatokea ambaye ataharibu mimba kwenu. Vipi juu ya mtu ambaye hapati faida? Hayatatokea mapooza tena. Hii ahadi ipo. Lengo langu kubwa la kuandika hivi vitabu ni kwa sababu najua siwezi kuwafikia watu wote na kuwafundisha. Lakini unaposoma ndipo unaanza kuelewa na unaitumia kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Unaona matokeo yake. Sikiliza. Kusikia tu kunaweza kumaanisha kuwa mtu anajua ahadi za Mungu lakini hana uhakika nazo. Kusikia na kutenda kwa imani ndiyo imani halisi inayoweza kuleta matokeo. Waisraeli waliona Mungu akiwatoa Misri, lakini walipopata shida jangwani walianza kunung'unika badala ya kumtumainia Mungu. Walimsikia Mungu lakini hawakumwamini kikamilifu. Hiyo ndio tatizo. Unaweza kumsikia Mungu lakini usimwamini kikamilifu.
Kwenye kitabu kinaitwa Steps to Christ au njia salama, au kwa lugha nyingine hatua kwa Kristo, ukurasa 54, ile paragrafu ya pili, kuna maneno haya, naomba uyasikilize kwa makini sana. Kwa kuwa ahadi nyingi za thamani kutoka katika Biblia ziko mbele yako, je, unaweza kutoa nafasi kwa mashaka? Kumbe ni wewe mwenyewe ndiye unayeyafungulia mashaka. Anakwambia hivi, hizi ahadi zote ambazo zipo kwenye Biblia juu yako, hivi kweli unaweza ukatoa nafasi kwa mashaka kwa hizo ahadi? Maana ahadi kwa kila kitu, katika kila kitu cha maisha yako zipo kwenye Biblia. Sikia, je, unaweza kuamini kwamba wakati mwenye dhambi maskini anatamani kurudi, anatamani kuacha dhambi zake, Bwana anamzuia kwa ukali asije katika miguu yake kwa toba? Hivi unaweza ukafikiria kitu kama hicho? Wewe mwenye dhambi ambaye unatamani kurudi kwa Kristo, lakini unajiona ni mwenye dhambi kiasi kwamba hata kanisani siku hizi huendi. Eti unaogopa kwenda kanisani kwa sababu wewe ni mlevi. Unaogopa kwenda kanisani kwa sababu wewe una dhambi. Mungu anakuhitaji ili aweze kukutengeneza. Sikia maneno haya. Ondoa mawazo hayo kabisa. Hakuna kitu kinachoweza kuumiza nafsi yako zaidi kuliko kuwa na dhana hiyo potofu juu ya Baba yetu aliye mbinguni. Sikiliza nikwambie hapa. Mungu anachukia dhambi, lakini anakupenda wewe. Hebu rejea leo kwa Bwana. Anasema neno haya, anachukia dhambi lakini anampenda mwenye dhambi, na alijitoa mwenyewe katika nafsi ya Kristo ili wale wote wanaotaka waokolewe na wawe na heri ya milele katika ufalme wa utukufu. Kuna vitu muhimu natamani uvibebe katika hii dondoo kabla sijaendelea kuisoma zaidi hapo chini. Mungu anachukia dhambi kiasi kwamba alijitoa yeye mwenyewe kupitia Yesu Kristo. Yaani kitendo cha Yesu Kristo kufa pale msalabani ni dalili tosha ya kwamba Mungu anakupenda. Yaani ukisikia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele, ni lugha ya kibinadamu kutufanya tuelewe gharama ya Mungu aliyolipa. Ni kana kwamba Mungu anahitaji kusema hivi, kama kungelikuwa na mzazi ambaye ana mtoto mmoja pekee na akaambiwa huyu amtoe mtoto wake kwa ajili ya rafiki yake, asingefanya hivi. Mungu anahitaji kusema hivi, hata kama mimi ningekuwa mtu na ikatokea nina mtoto mmoja tu na inatakiwa nimtoe ili wewe uweze kuokolewa, Mungu anasema ningemtoa huyo mtoto kwa ajili yako. Hapa ndipo upime jinsi anavyokupenda. Leo hii unataka kuniambia tu kwa sababu eti jana ulikunywa pombe, leo unakataa kwenda kanisani kwa sababu unajisikia. Jana kijana ulikuwa klabu, unaogopa kwenda kanisani leo, wakati kumbe kuja kwako kanisani kesho yake ndiyo ilikuwa pona yako. Kuna neno ungelisikia lingeokoa maisha yako. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Sikia lugha nyingine ya upendo hii inayotajwa hapa ili iweze kuactivate, iweze kuifanya imani yako iweze kuwa na nguvu. Sikia lugha hii nyingine ambayo inatajwa hapa tena kwenye kitabu kile kile ukurasa 54 paragrafu ya pili. Hii lugha nataka uisikilize vizuri. Je, ni lugha gani yenye nguvu au ya upendo zaidi ambayo ingeweza kutumika kuliko ile aliyochagua ili kuonyesha upendo wake kwetu? Anatamka, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau kamwe. Amenukuu tu ile Isaya 49 fungu la 15. Ni mara ngapi tumeona watu wazima kabisa wamezaa watoto wao na kuwatupa kwenye mifuko ya plastiki? Ni mara ngapi tumeona mzazi ametelekeza watoto? Kiukweli mara nyingi sana ni ngumu kwa mama kutelekeza watoto. Wanaume huwa wanatelekeza, wanakimbia, lakini mara chache kuona wanawake wanafanya hivi. Ila hapa Mungu mwenyewe anasema huwa wanawatelekeza, ila mimi siwezi kutelekeza wewe. Unapendwa kiasi kwamba Mungu hawezi kukuacha. Unaposikia kauli Mungu kufanyika mwili, ambayo ina utata mkubwa sana katika ulimwengu wa theolojia, Waislamu wanakuambia hicho kitu hakiwezekani, Wayahudi wanasema hicho kitu hakiwezekani, Wakristo wanasema Mungu alifanyika mwili. Mimi nasema hivi, zote hizo incarnation, mwana Mungu wa pekee, ni lugha ambayo inatumika kutufanya sisi tuelewe, lakini hatuna lugha nzuri ya kuelewa mambo ya Mungu. Kwa Mungu anaitumia hiyo tu kutufanya sisi tuweze kuelewa. Lakini hebu tuiangalie tena kidogo.
Mungu kufanyika mwili maana yake ni nini? Mungu anahitaji kukuambia ninakupenda kiasi kwamba kama itanigharimu mimi kubadilika niwe mtu ili tu nikuokoe, niko tayari. Niko tayari kuzaliwa katika hori la ng'ombe ili nikuokoe. Niko tayari kuishi kama binadamu maskini wa kutupwa ili tu niweze kukuokoa. Niko tayari. Sijajua kizazi hiki cha mjini, lakini wale wa vijijini wanaelewa. Kule mjini, vijijini kwetu, tulikuwa tunatumia vyoo vya kawaida vya mashimo, na tulikuwa tunapanga juu miti au magogo au mbao, na panaachwa kashimo kadogo tu ambako ndio pale kinyesi kinaingia. Siku moja mtoto wa miaka 9 alienda chooni, na wakati yuko pale, lile shimo lilikuwa ni kubwa kidogo. Akajisaidia, na alipomaliza akateleza, akatumbukia ndani ya choo. Kinyesi cheusi kimejaa mafinyofinyo, akatumbukia pale. Bahati nzuri, wakati ametumbukia alipiga kelele wakati anashuka. Kumbuka ni shimo. Kwa hiyo alivyokanyaga pale, kadri muda unavyoenda alikuwa anadidimia kwenda chini, lakini aliendelea kupiga kelele. Mtu mmoja akaja, akasikia ile sauti, akaingia kwenye kile choo, akachungulia, akaona kile kinyesi, na tayari mtoto yule anadidimia, kimefika hapa. Lakini yule mtu badala ya kushuka kwenda kumwokoa mtoto, alienda kupiga naye kelele, akawaita wazazi wa mtoto. Baba wa mtoto alivyokuja, wakati ule mtoto anaendelea kudidimia, imemfika hapa kinyesi. Baba hakuvua nguo, baba hakuangalia kuna nini. Alichofanya ni jambo moja tu, aliondoa yale magogo pale, akatumbukia ndani, akaingia ndani moja kwa moja. Kumbuka choo ni kirefu, na wakati huo bado na yeye kinamdidimiza kwenda chini, lakini alimnyanyua mtoto wake juu ili aweze kupumua, yeye akiwa anadidimia kwenda chini. Ndipo wakati amemnyanyua kwenda juu, mama na yeye alikuwa ameenda kutafuta mti mkubwa, akashusha, akamwambia mtoto, shikilia hapo. Anamvuta mtoto kwenda juu. Wakati anavutwa kwenda juu, mtoto ametolewa nje, ni mchafu. Baba naye wakati ule alikuwa anadidimia kwenda chini, maana shimo lilikuwa ni refu na kinyesi kimejaa. Ndipo watu wakafanya mpango wa kumwokoa baba, lakini mtoto ametolewa. Baba alikuwa yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya mtoto wake. Sikiliza, unapendwa kiasi kwamba Mungu aliamua kushuka ili akuokoe. Ondoa mawazo mabaya dhidi ya Mungu. Imani inapungua pale unapotoa mawazo yako, macho yako kwa Mungu na kuyapeleka kwa matatizo. Imani inapungua pale unapoona Mungu amekusahau. Unakumbuka Petro alipoambiwa na Yesu, njoo utembee juu ya maji? Alitembea juu ya maji vizuri kabisa, na wakati amemtazama Yesu aliweza kutembea. Wakati alipotoa macho yake tu akaanza kutazama upepo, alianza kuzama. Imani inapungua pale ambapo unapotoa macho yako kwa Yesu na kuyapeleka kwa matatizo yako. Hamisha macho yako kwa matatizo, mtazame Mwokozi. Kwenye kitabu kinaitwa Imani na Matendo, ukurasa wa 17, paragrafu ya 2, kuto kuamini kunakotunzwa moyoni kuna nguvu ya uchawi. Mbegu za mashaka walizopanda zitazaa mavuno yao, lakini ni lazima waendelee kung'oa kila mzizi wa kuto kuamini. Wakati mimea hii yenye sumu inapong'olewa, huacha kukua kwa kukosa lishe katika maneno na matendo. Nafsi inapaswa kupandwa mimea yenye thamani ya imani
na upendo katika udongo wa moyo na kupewa enzi pale. Sikiliza vizuri. Kuto kuamini kulikotunzwa moyoni kuna nguvu ya uchawi. Usitafute mchawi. Mashaka yako, unajitilia mashaka kuhusu Mungu, hayo ndiyo yamekuloga biashara yako, yameloga ndoa yako, yameloga maisha yako, yameloga afya yako, yamekuletea mikosi. Muamini Mungu hata kama huoni vitu vinatendeka saa ile ile, hata kama huoni matokeo. Anasema kuto kuamini kunakotunzwa moyoni kuna nguvu ya uchawi. Hey, kitu kikubwa sana hiki. Mbegu za mashaka walizopanda zitazaa mavuno yao. Kwa hiyo kuna matokeo unayoona kwenye maisha ni matokeo ya mashaka ulioweka. Muamini Mungu. Neno la Mungu litakupa nguvu ya kwanza upya, lakini uvumilivu na muda ni mbolea. Mbolea nzuri ya imani ni uvumilivu na muda. Jipe muda. Sio kila kitu kitatokea saa ile ile. Watu wengi wanakata tamaa wasipoona matokeo saa ile ile. Marko 4:26 mpaka 27 anasema, Yesu akaendelea kusema, ufalme wa Mungu ni kama ifuatavyo. Mtu hupanda mbegu shambani, usiku hulala, mchana yu macho, na wakati huo mbegu zinaota na kukua, yeye hajui inavyofanyika. Unapoamini, mwachie Mungu. Hakuna mtu ambaye anapanda mbegu alafu kila siku anaenda kuchungulia, kila siku akiamka anaenda kuchungulia, kila siku anaenda kuchungulia. Huyo mtu tasema ana shida ya akili. Unapomwambia Mungu, amini ya kwamba anafanyia kazi jambo lako. Ishu ya lini, njia ni ya kwake, sio ya kwako wewe, sio ya kwako. Kabla hatujafunga kipindi cha leo na kuingia kwenye maombi, nataka uondoke na mambo ya haraka yafuatayo. Utasahau mengi, lakini kumbuka haya. Chanzo cha imani ni kusikia, na lazima ujue vyanzo vya sauti za Mungu kusikiliza kwa haraka haraka. Namba 1, Biblia. Namba 2, Roho Mtakatifu anatuongoza na kutufundisha ndani ya moyo. Namba 3, wachungaji na walimu wa neno hutufundisha ukweli wa Biblia, ila sio kila mwalimu wa neno anafundisha ukweli wa Biblia. Soma Biblia wewe mwenyewe ili ujue kutofautisha kweli na uongo. Namba 4, mazungumzo ya imani na marafiki wa kiroho hututia moyo kwa neno la Mungu. Watu ulionao mnazungumza nini? Kazi yenu ni kusengenya watu. Fulani yuko hivi, leo imekuwa, msimuone yuko vile, na yeye yuko hivi, ana haya, na ushahidi huu hapa. Ndio story mnazopiga. Inakudrain imani yako. Hata kama kuna jambo lolote baya la mtu, hebu ongea zuri lake. Ukiongea mazuri ya mtu utasikia na wewe imani yako inaanza kujaa. Ukiongea mabaya ya mtu na imani yako inaanza kukaushwa. Ni principle rahisi, kanuni rahisi sana. Kwa hiyo anza kufikiria unaongea nini. Acha kujisemesha maneno mabaya. Ongea maneno mazuri. Hesabu baraka. Panga, angalau chukua kitabu chako, andika mambo ambayo Mungu amekutendea. Vyanzo vya sauti za shetani ni zipi? Mawazo, hofu na mashaka. Shetani hutufanya tuogope mambo yasiyotokea au tusiyoyajua mbele. Namba 2, maneno hasi ya watu. Kuna saa watu watakusemesha vitu, wanakuambia we hufai, huna chochote. Watu wanaweza kusema maneno yanayopunguza imani yako. Usiwasikilize, msikilize Mungu. Tamaduni za ulimwengu huu, kuna namna ambavyo ulimwengu umetafsiri mafanikio na unajikuta hujafika hapo, unakuwa na msongo wa mawazo. Lakini taarifa mbaya zinatufanya tuogope. Rudi kwa Mungu. Rafiki yangu uliyeko hapa, hatua muhimu za kuchukua: andika orodha ya baraka na miujiza ambayo Mungu amekutendea. Weka kumbukumbu za maombi yako ambayo Mungu alikujibu. Shuhudia kwa wengine jinsi Mungu alivyokutendea. Jitenganisha au jiondoe katika vyanzo vya mashaka. Tunapoenda kuomba sasa, mwishoni nitakuwa na tamko la imani au la ungamo. Jipange kutamka lile tamko. Lakini endelea kutuma maombi yako kupitia namba yetu inayopita hapo, 0755 932 283. Tuma maombi yako hapo. Tuma maombi yako. Tunapoingia kwenye kuomba sasa, kuna watu ambao hata hatujaomba Mungu ameanza kuwatendea tayari. Nataka nisome tu message zenu chache sasa hivi hapa. Chache tu. Kwa yale ambayo umeyatuma, alafu pia nitasoma na ushuhuda mmoja, alafu tutaingia kwenye maombi. Anasema, mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko Dar es Salaam.
jina lake naliruka kwa sababu ya ujumbe wake. Nimepitia manyanyaso ya muda mrefu kwa familia yangu na ya mume wangu kwa sababu sijapata mtoto. Mniombee, Mungu anitendee. Tutakuombea. Anasema mchungaji, ninamshukuru Mungu, yule mtoto niliyetuma maombi mumuombee amepatikana. Huu ni ushuhuda wa pekee sana, ushuhuda wa pekee sana. Huyu anasema hii historia yake haifai kusoma hadharani, ninairuka kidogo. Mwingine kuna ushuhuda ambao nilikuwa nautafuta sana. Sikiliza ushuhuda huu. Anasema mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeanza kufuatilia vipindi hivi mwaka jana. Tangu hapo sijakosa, labda mara chache sana. Nilipitia changamoto kubwa na mume wangu baada ya kuonekana ya kwamba siwezi kupata mtoto. Tulienda hospitali zipatazo 3 na majibu yalikuwa ni yale yale. Mume wangu hakukata tamaa, akashauri twende India. Tukaenda India, majibu yalikuwa ni yale yale. Tuliamua kumwachia Mungu. Siku moja, wakati unaendesha program ya maombi kwa njia ya television kupitia Hope Channel Tanzania, nilifuatilia kipindi. Ukaomba kwa ajili ya watu ambao wana changamoto ya uzazi. Nilishika tumbo langu kwa imani. Wakati unaomba, nilisikia moto mkali ukipita tumboni. Nikapoteza nguvu na kudondoka. Niliamka baadaye. Mume wangu alishikwa na hofu sana. Tulijaribu kukupigia simu lakini hatuja kupata. Ninaomba Mungu meseji hii uione. Nimeshaiona tayari. Mchungaji, ninamshangaa Mungu. Baada ya hapo nilishika ujauzito. Mtoto amezaliwa. Ninatamani siku ukiwa Dar es Salaam, popote nimlete umuone mtoto huyu wa miujiza. Wow. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Na huyu Mungu anakwenda kutenda kwa ajili yako pia. Imani yako isitikisike. Imani ikitikisika, rudi katika zile hatua. Soma neno, kuwa mtu wa maombi, nenda kanisani, usiache ibada, kuwa mtu wa kuimba nyimbo zenye matumaini. Mungu akuwezeshe. Tunakwenda kuomba sasa. Kabla ya kuomba, ni kuachia dakika moja ya kutaja mambo yako mbele za Bwana. Popote ulipo, mazingira uliopo, taja mahitaji yako sasa mbele za Bwana. Endelea kuyataja, endelea kuyataja, endelea kuyataja, endelea kuyataja. Na wale ambao tayari Mungu amewatendea muujiza, endelea kuandika comment hapo. Tunakwenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji huyu. Ninamleta katika mikono yako masaa haya. Imani imepitia misukosuko mingi ya mtoto wako huyu, mpaka imani ikawa inakauka. Hasomi tena Biblia kama alivyokuwa anasoma. Sio mtu wa maombi tena kama alivyokuwa zamani. Ninamleta katika mikono yako masaa haya, nikikusii ukapate kumpigania, nikusii ukapate kumtendea muujiza. Inue tena imani yake leo. Kwa maombi haya, nguvu mpya ikaingie ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto za kazi, ajira, biashara, mitaji.
watendee muujiza siku hii ya leo. Ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto za kiafya, nguvu yako ya uponyaji ikawaguse leo. Ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto katika ndoa zao, mahusiano, uchumba, wote na waleta katika mkono wako wa neema. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanapambana juu ya kupata visa za kwenda masomoni, kwenda kwa ajili ya kazi. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanapitia changamoto ya kupata hati za kuishi katika nchi walizo sasa hivi, kupata uraia. Tazama mtoto wako yule ambaye ametuma ujumbe wake, ana changamoto kwa ajili ya masuala ya uraia. Naomba ukapate kumfungulia milango ya baraka. Baba, ukatende kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kuna mtu anatazama leo amefungwa na pepo wabaya. Kuanzia sasa, enyi pepo wachafu ambao mmemfunga mtoto wa Mungu, ninawaamuru sasa hivi mumwachie kwa jina la Yesu Kristo. Toka katika mwili wake, achia tumbo lake, achia kichwa chake, achia miguu yake kwa jina la Yesu Kristo. Ondoka mara moja na usimuingie tena kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, Mungu amekutendea. Ni vizuri kushuhudia yale ambayo Bwana amekutendea. Unaweza ukajirekodi video fupi ukatuma, na sisi tutaionyesha kwa wenzako, au ukatuma ujumbe au sauti ya kile ambacho Mungu amekutendea. Bwana akubariki. Tumesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii, Yesu okoa. Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla, mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka, kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahimu katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshak na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako, na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki.